Nikukaribishe tena katika uchambuzi wa kazi mbalimbali za kifasihi katika Mabala The Storyteller. Na mimi ni John Mabala, na kuletea simulizi na uchambuzi mfupi wa kazi mbalimbali za kifasihi. Leo tupo na kitabu kinachofahamika kwa jina la Mustakabali. Mustakabali ni tamthilia iliyoandikwa na A.A. Majid Mswahili. Majid Mswahili aliandika Mustakabali. Tutaangalia kitabu hiki kinahusiana na nini, hivyo utapitia maonyesho kwa ufupi kuanzia onyesho la kwanza mpaka la mwisho. Baada ya hapo utaingia katika uchambuzi wa kina juu ya maudhui na baadhi ya vipengele vichache vya fani vilivyoangaziwa na mwandishi Majid Mswahili. Usitoke, baki hapa pamoja nami. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya mwendelezo wa kazi mbalimbali za kifasihi, lakini zaidi ya yote kutoa support kwa kazi inayofanyika. Tamthilia ya Mustakabali, tamthilia ambayo imeandikwa ikiakisi juu kuhusiana na bara la Afrika. Tuanze na simulizi fupi na utangulizi juu ya tamthilia hii inahusiana nini katika maonyesho mbalimbali. Katika onyesho la kwanza linachezewa kuzimu. Hapa wanaonekana viongozi wa zamani ambao hao ndio waanzilishi wa harakati za uhuru, waliopigania uhuru, wazee wa zamani na rais wa kwanza kabisa wa baadhi ya viongozi wa Afrika. Wanakaa kuketi maeneo ya kuzimu wakijadili juu ya mustakabali wa bara la Afrika. Mwenyekiti wa kikao anafahamika kwa jina la Mhenga. Yupo na wazee wenzake wakiwemo Nyakanga, Monju, Makocho, Mbiele pamoja na wengine. Mwenyekiti anapoingia watu wanasimama. Sasa mwenyekiti akawakaribisha watu wote waweze kutoa hoja, na Nyakanga akawa kwanza kuchangia juu ya nini kifanyike kwa ajili ya maendeleo ya bara la Afrika. Yeye akaanza kueleza kwamba yeye angependa kuona wanaanza na tathmini ya mambo jinsi yalivyo nyumbani kwao, yani kwenye kila nchi za Afrika. Waziri waliunga mkono na Monju, Makocho pia naye aliunga mkono, lakini Mbiele alikuwa kimya kwa muda mrefu sana, na mwenyekiti alipomwona alimkaribisha, akamuuliza mtazamo wake ni upi. Yeye akajaribu kuwa tofauti kidogo na kujaribu kudokeza kwamba ni vyema kurejea mitaala ya kupigania uhuru. Akajaribu kuanza kwamba ni vyema kujadili nguvu waliotumia katika mapambano ya uhuru. Hayakuwa rahisi, walijitoa mhanga sana, baadhi yao kufungwa na kupitia changamoto mbalimbali. Lakini kwa nini anasema hivyo? Turejee kwa sababu anaona kana kwamba baadhi ya viongozi wa sasa hivi hawatendei haki nafasi zao, kana kwamba hawaelewi jinsi uhuru ulivyopatikana kwa shida. Alipozungumza hivyo, Makocho akajaribu kumchallenge au kumpa changamoto kidogo kwamba hao viongozi wanaozungumzia sababu za msingi sio za ndani, bali ni sababu za nje ambazo zinawapelekea kutenda visivyo sawa. Lakini Mbiele akajaribu kueleza kwamba tena kwa hasira kwamba jinsi viongozi wa Kiafrika wanavyotumiwa na makoloni kwa ajili ya kushusha Afrika. Makocha akajaribu tena kuuliza kwamba ana uhakika na hilo ambalo analizungumza. Hapo na tunaona hapo pia mgogoro wa kwanza unazuka katikati ya Mbiele pamoja na Makocha. Lakini Makocha anajaribu kueleza kwamba baadhi ya viongozi wa Kiafrika wana akaunti za mabenki nje, wana maloshi na makampuni makubwa, wana magari ya kifahari ambayo yanatembelea na kadhalika. Lakini aliposikia pia magari ya kifahari akajaribu kumuuliza pia, je, unataka watembelee mkweche? Kuna jambo la kawaida hivi. Inaonekana baadhi ya watu wanaelewa hoja yake, lakini wengine wanatofautiana. Kikao hiko kinafuatiliwa na wenzao kwa njia ya mtandao. Na hapa tunaona matumizi ya teknolojia. Sasa kumbe kile kikao walichokuwa wamekaa kilikuwa kinafuatiliwa na watu wengine duniani. Kwa hiyo mwenyekiti akawatuliza, akaambia tusichanganyane kidogo, tuwe wavumilivu, tuvumiliane katika hoja mbalimbali, kwa sababu kikao hiki sio cha kwetu tu, watu wengine pia wanatufuatilia. Akaonekana mjumbe mwingine kwamba chanzo cha changamoto mbalimbali za Kiafrika ni mfumo wa vyama vingi, huku akijaribu kueleza kwamba kipindi hiko 80% ya wananchi hawakuunga mkono habari ya vyama vingi, lakini ikabidi ipitishwe tu hivyo hivyo pasipo hata baadhi ya watu kukubali. Sasa mwenyekiti akajaribu kuwarekebisha hapo, akajaribu kueleza kwamba uamuzi huo uliotumika kupitisha ulikuwa ni wa muhimu, kwani walisoma alama za nyakati na kujifunza kwa wengine, hivyo ulikuwa ndio ufaao. Hakuna makosa ambayo yamefanyika hapo. Kwa sababu inaonekana walikuwa hoja vyama vingi wajaribu kuzungumza kwamba Mhenga ulipitisha, yani kana kwamba sasa aliyepitisha vyama vingi ndio mwenyekiti ambaye Mhenga, wanakaa pale wanazungumza naye. Kwa hiyo hoja alijibu moja kwa moja pale kwamba tulienda na wakati wala hakuna kosa ambalo lilifanyika, na akajaribu kueleza kwamba mkubwa hakosei. Baada ya mazungumzo yale aliyotoa Mhenga, Kibi akajaribu tena kurudi kule kujaribu kumuunga mkono mke Makumbi. Akajaribu kueleza kwamba lakini Mhenga alifanya haraka sana, pengine labda aliwahi. Kumbu naye alikaa kimya sana kwa muda mrefu akisikiliza yale maongezi, na alipokuwa nafasi akajaribu kutoa mawazo tofauti kabisa na yale ambayo ametolewa na wenzake. Yeye alijaribu kusema masuala ya njama pamoja na hila mbalimbali za haki za binadamu pamoja na demokrasia. Masuala haya mawili, haki za binadamu na demokrasia, yana mchango mkubwa sana, yameingizwa nchini, yana
kusambazwa kwa kasi, na hii ndio inapelekea bara letu la Afrika kuweza kudumaa. Mjumbe mwingine alifahamika kwa jina Mdananda. Yeye akajaribu kugusia kwamba usaidizi unaotolewa na serikali kwa vijana kama vile maji, umeme na kadhalika unafanya vijana wanakuwa na kiburi. Yeye akagusia masuala ya vijana kutokuwa na heshima katika taifa. Kwa akajaribu kugusia pengine labda ule usaidizi ambao unapewa na serikali unapelekea hivyo. Lakini Jagina anaonekana kumpinga Mdananda kwa sababu hakuona kwamba hilo ni sababu ya msingi. Akajaribu kueleza kwamba vijana wanatumika na watu wa nje wanatumia vijana kwa ajili ya kuwapotosha. Na tunaona mwenyekiti pamoja na mke Makumbi wanasapoti swala hilo la vijana, na kuwa hata kulikuwa na matetesi kuwapo kwa mamluki toka nje. Kwa hiyo ili wazo la vijana ni kana kwamba inaonekana vijana wanatumika kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali, na mwenyekiti pia naye pamoja na mke Makumbi wakajaribu kuliunga mkono kwamba walikuwepo hata mamluki wengine ambao wanatoka nje waliowashawishi vijana kuweza kufanya mambo ambayo hayafai katika nchi yao. Na mwenyekiti anataka kufunga kikao sasa baada ya majadiliano ya muda mrefu. Lakini kabla ya kufunga, nauliza kuna yote ambaye anaweza kuchangia zaidi hapo? Kibi yeye anatoa wazo, anasema inaonekana kabisa mwenyekiti hatujafanya lolote hapa. Hatujapata suluhisho. Tunafungaje kikao? Nini maana kikao hiki bila suluhisho? Mwenyekiti akamtoa hofu, akamwambia kikao hicho kilikuwa ni cha tathmini tu, tumeangalia masuala mbalimbali na hakuna namna kikao kingine kitakuwepo, tufunge. Onyesho la kwanza lilikuwa limeisha. Onyesho la pili linafanyika katika ofisi ya Mndewa. Hapa wanaonekana waandishi wa habari wako mbele pamoja na mhariri, na mpiga mbiu anaongoza kama mwakilishi wa kiongozi mkubwa ambaye ni Mndewa. Anatoa nafasi 3 kwa kila upande, wahariri pamoja na waandishi wa habari kuuliza maswali Mndewa. Mshtiti anakuwa kwanza kwa upande wa wahariri, anajaribu kumhoji maswali mbalimbali akijikita katika kikao kilichofanyika kule Kuzimu ambacho tunataka juu ya viongozi waliokuwa waasisi wa uhuru wa zamani. Akajaribu kumuuliza Mndewa ambaye ni kiongozi wa sasa, je, alikifuatilia kile kikao na ana maoni gani juu yaliyojadiliwa? Analidhia baadhi ya maoni yaliyotolewa. Kiongozi akajibu ambaye ni Mndewa, akajaribu kueleza tu kwamba hata kama hakuridhia, lakini anaheshimu sana mawazo ya wahenga na anafanya walipoishia wao. Kwa hiyo hakuna haja ya kuanza kujadili mawazo yao, anaheshimu sana. Lakini Mbango naye akawa wa pili, lakini kumkuzia juu ya mtazamo juu ya kile kilichojadiliwa kuhusiana na vijana. Walijaribu kugusia masuala ya vijana kutumika na masuala mengine kama hayo. Yeye alikuwa na mtazamo gani? Mbango akamuuliza. Mndewa akajaribu kueleza kwamba anaunga mkono mawazo yaliyotolewa, ibonee sambamba kabisa. Wagusho kwa upande wa Warili akajaribu kumuuliza kwamba kuna yote aliyojifunza juu ya hayo yote yaliyotokea. Mndewa hakubali kwamba akieleza hasara kubwa zilizotokea ya vijana kushiriki masuala mbalimbali ya kuchafua nchi ikiwemo maandamano walioingia barabarani. Akaeleza kwamba tumepoteza nguvu nyingi sana ya taifa, lakini pia amani imepotea kwa sababu amani ndio taifa, na masuala mengine ambayo alielezea hapo. Sasa akageukia kwa upande wa hariri, kwa upande wa waandishi wa habari. Msungu akajaribu kuwa wa kwanza kutoa changamoto, kuuliza maswali. Yeye akajaribu kuuliza kuhusiana na swala la vijana kwamba inawezekanaje vijana wakatumika. Akasema kwamba anajaribu kusema kwamba haoni kwamba ile hoja ina mashiko kwa sababu vijana hawakuwepo na motisha yote ile, na anajaribu kudokeza kwamba vijana wa bara hili hawana ajira, maisha yao ni magumu, na akalinganisha na maisha ya viongozi ambao ni anasa. Pia wanawabana baadhi ya wapinzani, mpaka baadhi ya wapinzani wanakimbilia kando. Akajaribu kujiuliza hapo, je, kuna uhalali wa kusalia madarakani kwa staili kama hiyo? Na ndio maana vijana wana hoja za msingi kwa sababu hawana ajira, na anayopitia kuwashuhudia kwa baadhi ya viongozi dharau kwa wananchi, lakini pia maisha yao ni agali, mpaka uhuru unakosekana. Hakuna uhalali wote wa kusalia madarakani. Akamuuliza hapo katika ukurasa wa 18. Mndewa akajaribu kueleza kwa jinsi gani ilivyokuwa ngumu kumaliza changamoto zote nchini, na akajaribu kufafanua kwamba kama serikali wanajaribu kupambana, mfano zipo ajira mbalimbali za ukunga au walimu ambazo wamejaribu kuzitoa. Kwa hiyo ni miongoni mwa mapambano ya kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto mbalimbali, japo ni ngumu, lakini hawezi kuzimaliza zote, lakini hatua zinapigwa. Malenga pia akajaribu kumdokeza kwamba juu ya kile kilichotokea kuna jambo lolote ambalo kama serikali limejifunza. Mndewa akajibu akasema yapo mengi ambayo mjifunza, lakini kubwa amani ni tunu ya taifa, na akajaribu kusema kwamba hawatokuuzia swala lolote ambalo linahusisha bara lao. Lakini jambo la pili anagusia kwamba lazima uwe na sikio pana kusikiliza maoni ya vijana, lakini mwisho hawatofanya ni kufanyia kazi kuwa waadilifu na kutumika kwa vijana wa Tanzania na mambo mengine kadhalika.
Mpiga mbiu alikuwa ni mwakilishi akajaribu kuwapa shukrani na kufunga kile kikao kwa sababu ya muda, na Ndewa alitakiwa kwenda sehemu nyingine pia katika majukumu mengine ya taifa. Katika onyesho la tatu, mwandishi hataji imechezewa wapi, lakini anaeleza mazingira yaliyokuwepo pale, ikiwemo samani za zamani tulivu ambazo zimepangwa vizuri sana. Anaonekana Mshtiti, Zia, Bango ambao hawa walikuwa ni waandishi wa habari waliojaribu kumuuliza maswali. Wanajadili kile kikao cha jana, waliokaa wakimuuliza maswali Ndewa, hasa kuhusiana na swala la vijana. Bango anajaribu kuzungumza, je, kile alichozungumza ni sahihi? Lakini yeye akajaribu kuwapa mwanga kwamba vijana na sasa hivi wamefika mbali na athari zinaenea pakubwa sana. Hata akajaribu kusia kama hata chuo kikuu, baadhi ya wahadhiri wa chuo wanalalamika juu ya matumizi ya akili mnemba. Wanafunzi wanafanya kazi pasipo kufikiri tu, wanatumia akili mnemba au AI. Lakini pia vijana wanajikita katika masuala ya kamari, jambo ambalo linawapoteza. Na katika maongezi Mizia naye akadakia na Mbango. Katika maongezi ya kujadili vijana, tunaona Mizia na Mbango wanaingia itilafu tena katika mgogoro. Baada tu ya Mizia kumtolea mfano Mbango binti yake kwamba angekubali binti yake ajipatie kipato kwa biashara ya kuuza mwili wake, Mshtiti alimuuliza katika ukurasa wa 28. Sasa Mbango alikasirika kwa sababu ni mfano mbaya, akamuuliza kwamba inawezekanaje ukatoa mfano ukanitolea mimi? Mshtiti anajaribu kutoa wazo kunusuru vijana kwa kuwapa mikopo, elimu na jasiriamali. Baada ya mgogoro kuzuka na kukua, lakini mwisho wa siku wanatulizwa na kuambiwa wawe na uvumilivu, waendelee na kikao. Sasa Mshtiti akajaribu kutoa wazo lake, pengine labda ili kuwanusuru vijana wa taifa lazima kuwepo na mikopo mbalimbali, elimu za jasiriamali zitolewe, kuanzisha kwa ujuzi wa maarifa ya kidijitali ya mtandao. Hoja ya mwisho inaonekana haieleweki. Huo ujuzi wa kidijitali ya kimtandao ni upi? Yeye anajaribu kuelezea kwa undani na kufafanua baada ya kuonekana hoja yake haieleweki kwamba kuwepo kwa majukwaa mbalimbali ya kimtandao kama vile Upwork, Fiverr, Google Step na nyingine nyingi ambazo zinatoa kazi online, na kupitia huko changamoto za ajira zinaweza kupungua. Alipogusia swala hilo, baadhi yao viongozi wakajaribu kutagua, wengine wakajaribu lakini pia katika mazungumzo yao wakajaribu kugusia swala la baadhi ya viongozi wa Kiafrika kuuawa kutokana na ushawishi toka nje. Na mfano ni Muhammad Gaddafi ambaye aliuliwa kutokana na kuwashawishi vijana na kuweza kuwaua rais yao, japokuwa alipewa kila kitu. Mshtiti anajaribu kueleza kwamba swala la kilimo kwanza ni la muhimu katika kutathmini maendeleo ya taifa. Kama tukijikita katika kilimo vizuri, pembejeo zikatolewa, msaada mkubwa wa serikali ukiwepo, akajaribu kutoa mawazo, pengine labda maendeleo yanaweza wakaja. Hiyo ilikuwa ni onyesho la 3. Tuelekee katika onyesho la 4. Katika onyesho la 4 tunaona viongozi mbalimbali wa Afrika wanakutana tena katika kikao kingine. Na raundi hii kikao hiki kinafanyika katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Viongozi hawa wanaonekana kuwa wengi sana, na lugha inayotumika pale tunaona kama ni lugha ya Kiswahili. Inajaribu kuunganisha watu wote. Anasimama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, anajaribu kuwasalimia wajumbe, viva! Watu wote wanaitikia viva. Anajaribu kuuliza watu wote, viva Afrika, viva! Wajumbe wanaitikia viva. Mwenyekiti anajaribu kuelezea uhuru, wanadokeza uhuru na kazi, kujitegemea, kuongoza dhamira, utashi, uamuzi na uadilifu. Anajaribu kugusia salamu mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala mbalimbali ya umoja. Sasa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akajaribu kueleza jinsi gani ambavyo kikao kile ni cha dharura na lengo lake ni kutafakari kwa kina mambo yanayojiri kote barani Afrika. Na akajaribu kueleza baadhi ya viongozi wanaopinduliwa kutokana na fununu mbalimbali zinazoendelea. Baadhi ya viongozi wa Kiafrika wanapinduliwa, lakini pia hapo vijana ambao wanatumika kama vile misukule na wengine kama hayo. Akajaribu kuwakaribisha watu wanasemaje, wadau wa kanda mbalimbali wanasemaje. Na hapa walikuwa kila kanda ilikuwa na mwakilishi wake ambao walikuwa ile jina la mudiri wa kanda. Alikuwa mudiri ya kanda ya kati akiwakilisha Afrika ya Kati, mudiri ya kanda ya kusini akiwakilisha Afrika Kusini, akiwemo wa kaskazini pamoja na mashariki. Mudiri wa kanda ya kati akajaribu kutoa maoni yake kama mtu wa kwanza, kama mchangiaji. Akasema kwamba ni muhimu kujadili ya mambo, lakini kama vile tumeshachelewa tayari, tunatakiwa kujadili mambo miaka ya 60 huko. Lakini mdili wa kanda ya kusini aliposimama, au mwakilishi wa kanda ya kusini anajaribu kusema kwamba ni muhimu kutafakari kwa kina kwa sababu tunatakiwa kukabiliana na changamoto hizo. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika naye akajaribu kuzungumza kwamba mdili wa kanda ya kaskazini yeye anasemaje, kwa sababu alikuwa bado hajaongea.
yeye akajaribu kusema kwamba wao ni viongozi na kuna wananchi waliowapa dhamana kwa ajili ya kutumikia rasilimali pamoja na kodi. Akajaribu kusema kwamba, akajaribu kutoa tu uangalizo kwamba kila tunachokijadili tukijadili kwa upana, kwa sababu sisi ni viongozi wa nchi. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akajaribu kumuuliza ni kipi ambacho ndio tukifanye. Akajaribu kutoa ushauri wake, kwanza kuwa na mshikamano wa hali ya juu wao kwa wao, kuondoa ubinafsi, wasijitazame sisi kwa sisi. Mwenyekiti wa kanda ya kusini pia akajaribu kusema kwamba yeye anafikiri waanze kwanza na shirikisho kabla ya kuangalia nchi moja moja. Waimarishe benki yao ya ukwasi, benki ambayo itawasaidia katika tathmini, benki ambayo itanunua fedha kwa wingi, pamoja na itakayonunua fedha na kuweza kuwasambaza kwa wanachama, lakini pia itakuwa na akiba kubwa, lakini pia kuwa na akiba kubwa ya dhahabu, na benki itafadhili miradi mbalimbali ya kimkakati kama vile kilimo, miundombinu, na kuachana kabisa kuwapigia magoti wale jamaa kutegemea misaada kutoka nje. Sasa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akajaribu kukubali mawazo yake na kumkaribisha mwakilishi wa kanda ya magharibi ambaye ni mdili wa kanda ya magharibi. Mdili wa kanda ya magharibi akajaribu kusema kwamba, tukisema yeye akajaribu kupinga kidogo maoni ya nyuma kwamba tukijaribu kuungana kwa hatua, si makundi kwa makundi, tutakwama kama wakina Kwame Nkrumah na Nyerere walivyojaribu hilo swala na akakwama. Akasema kwamba wanatakiwa kutengeneza umoja wa Afrika yote kwa ujumla. Alipogusia hilo swala la kukwama kwa Nkrumah pamoja na Nyerere, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akajaribu kuwapa tahadhari, akasema sio vizuri kuwahukumu hawa wahenga. Wao wamefanya kwa wajibu wao na walishia hapo. Kwa hiyo tusiwagusie sana wahenga walipofeli, tujadili sisi kama sisi. Mkuu wa kanda ya mashariki akasema kuna muhimu kujifunza historia, walipokwama wao ndio tathmini yetu sisi pia. Kikao kikaendelea, kila mmoja akajaribu kutoa mawazo mbalimbali, na mabishano yakawepo hapo, mgogoro ukawepo, baadhi ya viongozi kutokuelewana, kila mmoja akajaribu kuelezea upande wake, lakini tunamuona mkuu wa kanda ya kusini akajaribu kuhitimisha kwa kumuomba mwenyekiti kupitisha adhimio la kuwa na muungano wa Afrika nzima. Sasa alipouliza kwamba mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akajaribu kuuliza kwamba anakubaliana na hilo swala, akuwepo na minong'ono mbalimbali kana kwamba baadhi ya watu wanapinga. Akawahoji kwamba pendekezo hilo wanaliafiki ama mkutano upange maazimio maalum. Waseme ndio, watu wakubali, wakasema tunatakiwa tupange maazimio maalum. Basi baada ya kuona kwamba kuna changamoto ya kutokuelewana kulingana na kila kanda inavutia upande wake, mwenyekiti akajaribu kubadili mfumo wa majadiliano kwa kuendelea kufanya kikao kwa njia ya kanda. Yaani kila kanda inakaa kikao chake, wanajadili, na baada ya hapo watapitia maazimio kwa ujumla. Baada ya muda mrefu kupita, katibu akaja kupitia maoni kuhusiana na wawakilishi mbalimbali wa kanda. Alipojaribu kuwapitia, yakapatikana maazimio 13 ambayo baadhi ya wajumbe wameyapitisha, akiwemo kuunda kwa serikali ya muungano, wajumbe kuazimia kununua bidhaa za ndani ya umoja, lakini pia kuimarisha masuala ya benki, lakini bila kusahau kufanya mapinduzi katika kilimo, lakini pia kufanya tafiti kuhusiana na tiba na kutumia tiba za asili, lakini wengine wakajishauri kuhusiana na matumizi ya sayansi asilia, ufadhili wa masomo kwa vijana, kutumia lugha ya Afrika. Ifikapo 2050 wao Umoja wa Afrika tayari umeshaundwa. Wengine wakadokeza kuhusiana na kuwa na serikali ya Afrika, kutazama wadau wa kimaendeleo na kushirikiana nao, lakini pia kwa swala pia la usalama wa Afrika, bila kusahau pawe na sarafu moja, lakini pia kuwa na kauli moja haraka sana iwezekanavyo. Hiyo ni kwa ufupi tu ya yale mambo ambayo walipitisha 13. Mwenyekiti wa umoja akajaribu kuwashukuru. Mwenyekiti akajaribu kuwashukuru pale na akajaribu kutoa hotuba fupi sana kuwashukuru wajumbe na kuwahasa kwamba kila kikao kina mafanikio makubwa sana, na ana imani kwamba iwapo wataamua kuvitenda vile vyote ambavyo maazimio yameyapitisha yale, basi kabisa mustakabali wa Afrika utaweza kubadilika. Akajaribu kueleza kwamba tunatakiwa kutengeneza katiba, na miongoni mwa mambo mbalimbali katika Umoja wa Afrika yanatakiwa kushughulikiwa. Wakamaliza pale na wimbo wa Afrika Mashariki, wajumbe wakapeana mikono, wakakumbatiana na wakatawanyika. Mwisho ile ilikuwa limeisha. Sasa tunaona kabisa kunaendelea kuwepo kwa mikakati mbalimbali kwa viongozi kuhusiana na mustakabali wa bara la Afrika. Onyesho la 5 ambalo ni la mwisho unajaribu kutupa mshuko wa mgogoro wa tamthilia hii, na wanaonekana wajumbe waliohamia kuzimu na wale ambao wa kawaida ambao hawapo kuzimu. Kumbuka tukizungumzia wajumbe wa kuzimu, tunazungumzia wale ambao walikuwa waasisi wa kwanza kabisa wa masuala ya uhuru, wakiwemo viongozi wa zamani, na mwandishi anajaribu kuwashirikisha pia wakishirikiana na wale viongozi sasa.
wanaketi kikao, wanakutana, na wale wa kuzimu na wale wa viongozi wa sasa wanaunganishwa kwenye kikao kupitia teknolojia. Yani wanazungumza kikao wakiwa wanaonana. Tunaona matumizi makubwa sana na teknolojia pia hapa. Anaonekana Mndewa, Mbango, Mziwa, Mshtiti wanakutana tena jukwaa maalum kwa ajili ya kikao cha wahenga, na wajumbe wa kuzimu hawa wanaungana na mkutano kwa njia ya mtandao na wale wenzao. Sasa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika anajaribu kuwakaribisha wajumbe na kutoa utangulizi mfupi pale. Tunaona pale katibu anajaribu anampa nafasi katibu kuweza kuelezea baadhi ya mambo. Anajaribu kudokeza kuhusiana na kile kilichopita kwamba maazimio yalipitishwa ni 13 ambayo yote kimsingi yaligusia nyanja za ulinzi na usalama ya bara letu, uhuru kujitegemea, diplomasia, sekta mbalimbali za benki, usalama, chakula na mambo mengine kama hayo. Hivyo katika hiko ambacho wanakutana, maazimio yaliyowekwa, wanataka kuona kwamba kila nchi na mwanachama imefikia wapi kwa yale walioyaazimia kuelekea maandalizi ya muungano rasmi wa Afrika. Hilo ndio jambo la msingi, kuhakikisha kujadili yale ambayo waliyajadili. Je, wamefikia wapi? Sasa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akamshukuru sana katibu kwa kutoa ufafanuzi mzuri na kuwakaribisha wahenga wale ambao wapo kule kuzimu. Sasa wahenga walipata nafasi, mhenga ambaye ni mwenyekiti aliongoza kikao cha nyuma na hapa pia akashukuru kwamba hata kukumbuka kwamba wahenga pia ni muhimu katika kikao kile. Akajaribu kutoa ufafanuzi wa dhati sana. Akajaribu kueleza kuhusiana na masuala mbalimbali ya bara la Afrika, jinsi ambavyo linapitia changamoto mbalimbali, japo kuwepo kwa utajiri wa kutisha maliasili, lakini bado bara haliendelei. Kwa nini? Akajaribu kusema kwamba wao kama wao walipambana kutumia mbinu mbalimbali kujinasua na kujiondoa na umaskini, lakini kwa kiasi kikubwa hawakufanikiwa. Changamoto zilizokuwa nazo nyingi zilikuwa ndani na nyingine zilikuwa nje, na kipindi hicho maradhi yalikuwa ni mengi, ujinga utamalaki, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuendelea. Matumizi ya teknolojia yalikuwa ni duni katika kilimo. Akajaribu kuelezea kwa upande wao walipambana kwa nafasi yao, japokuwa walipitia changamoto nyingi sana, lakini akahitimisha kusema kwamba lazima wanyonge kwa wanyonge kuungana, na Waafrika wanazo sababu zaidi ya bilioni kuungana kuliko kuendelea kukaa katika mtafaruku na kila mmoja kuwa na upande wao. Akajaribu kusema kupanga ni kuchagua, na ndugu zangu mwenyekiti, huu ndio wakati wa kupanga na kusimama. Akawashukuru kwa kuwapa nafasi na fursa ile, akawa amerudisha kijiti kwa mwenyekiti. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akawashukuru sana wahenga na kwa kutoa hotuba ile ambayo ilikuwa ni yagusia kila baadhi ya sehemu, akawashukuru. Na baada ya mazungumzo mafupi tunaona kwamba wahenga walikuwa wanawasilisha tu ile jambo, wanawasilisha tu ile mtazamo wao na maoni yao, basi wao wakajiondoa kwenye kikao, wakawaacha hawa viongozi wa sasa waweze kuendelea kujadili kikao. Walipokutana wakaonekana kila kanda na wakilishi wake pia. Mdili wa kanda ya Mashariki akajaribu kueleza kwa upande wao, anasemea sasa kanda ya Afrika Mashariki wote wamekubaliana kuwa na kauli moja na kuanza serikali ya umoja haraka sana iwezekanavyo, na anawaona baadhi ya watu ambao wanajiona kana kwamba sio Afrika, hao wanajidanganya tu kwa sababu wameanzisha mikakati ya kutengeneza umoja. Alipogusia baadhi ya viongozi kujiona kana kwamba hawana Afrika, mkuu wa kanda ya kaskazini akasimama akajaribu kusema hiyo hoja kana kwamba inagusa kanda yake na watu wake. Akasema kwamba sisi tulikuwa hatujafiki swala la lugha ya Afrika, swala la matumizi ya lugha ya Kiswahili na kuwa kama lugha ya mawasiliano, kwa sababu sisi tulitaka Kiarabu kitumike kwa sababu ina mizizi mirefu sana, lakini kutokana na hoja zilizotolewa tumeelewa, sisi tumekubaliana kwamba Kiarabu kisitumike tena na Kiswahili kitumike kuliunganisha bara letu, kwa sababu ndicho kimeenea sana na Kibantu pia. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akajaribu kukaribisha mudili wa kanda ya Mashariki tena, akajaribu kusema kwamba akajaribu kudokea kwamba wamekubali kuhusiana na kupitisha Kiswahili na wana maombi, na akajaribu kudokeza kwamba wameshawasilisha maombi ya walimu zaidi ya 5,000 kutoka katika kanda ya Mashariki ili waweze kusambaza lugha hiyo. Mkuu wa mwenyekiti wa Umoja, tunamwona mdili wa kanda ya Mashariki aliposikia vile akasema, sasa hiyo ndio mambo mazuri, hebu tuanze na kanda yetu hii. Ukitaka walimu wa Kiswahili utawapata katika kanda ya Mashariki huko. Lakini mwenyekiti wa Umoja wa Afrika akasema, sasa ndio masuala tunayotaka sasa. Unaanzaje kubagua kanda kwa kanda? Kwa nini useme nyumbani kwenu? Hapa nazungumzia masuala ya Afrika nzima, usianze kutengeneza makundi makubwa. Hoja zikaendelea kutolewa. Tunaona mwakilishi wa kanda ya Magharibi ambaye ni mdili wa kanda ya Magharibi akajaribu kutoa taarifa kwamba kuhusiana na kuongoza, yeye akajaribu kutanguliza mbele, akasema kuhusiana na kuiongoza Afrika, wao wapo mbele na wamejipanga vizuri sana, na ikizingatiwa kwamba uchumi wao ni imara zaidi kuliko kanda nyingine. Kwa hiyo kuhusiana hilo swala, wao wapo mbele na watashika hatima. Aliposema hivyo, mnong'ono ukaonekana kuwepo, watu wakapinga, tutongozaji wewe si nini. Mwenyekiti wa Umoja kanda kaskazini akasimama naye akasema,
sisi pia tuna kimsingi kanda kaskazini tumejipanga kuongoza serikali walau, kwa sababu mahitaji mengi ya rasilimali hasa fedha, wao wamejipanga kuongoza serikali. Kwamba wao pia wamejipanga. Lakini pia mkuu wa kanda magharibi naye akajaribu kusema, karibu kudokezea kwamba zipo nchi ambazo katika bara letu la Kiafrika zipo duni sana kiteknolojia. Kwa nini tusijikite katika kuzipa kipaumbele ili wajaribu kupandisha uchumi wao? Kwa hiyo mgogoro unazuka hapo. Kila kanda inataka kuwa kwanza kuongoza Afrika. Kila kanda inataka kuwa kwanza kuongoza. Kila kanda inavutia kwake. Tunaona ubinafsi unaibuka hapa. Lakini ni kitu mmoja Afrika anajaribu kuwatuliza wajumbe, kuwa na utulivu, watulie tafadhali wajumbe, kwa sababu kila mmoja zogo linavuta, baadhi wanavuta karatasi wanaanza kuzichana, kuonekana kuna mtafaruku. Ni kitu anawatuliza kwa hekima ya hali ya juu sana. Akajaribu kuelezea kwamba kila kanda inaonekana imejipanga kwa ajili yake yenyewe. Sasa hili jambo sio la msingi sana. Wanatakiwa wajikite katika kuangalia maslahi ya Afrika kwa nzima. Akasema au tuachane na haya maswala tusijadili au tuendelee kujadili. Waafrika wakasema ndio. Kwa hiyo kama ni hivyo basi wanatakiwa kuwa na subira, wasiangalie maslahi yao binafsi. Baada ya muda akatoa muda wa dakika 10 kwa ajili ya kumalizia kikao cha kamati. Baada ya muda akatoa muda wa kamati kumalizia, akajaribu kutoa muda kwa kila kamati kujaribu kujadili na kumalizia kuhusiana na mustakabali wa maazimio waliowapitisha. Sasa baada ya muda kupita, wajumbe wakawa wamerejea. Mwenyekiti akajaribu kuwashukuru na kuwashukuru kwa uvumilivu waliokuwa nao, lakini pia akajaribu kueleza kwamba wamepitia kipindi kigumu sana baada ya kusema maoni tofauti, lakini maoni yale yalikuwa ni maoni ya muhimu na ya msingi, na kila nchi wanatakiwa kuyapitisha yale maoni na kuhakikisha kwamba wanayafuata, na zaidi ya yote wanatakiwa kupitisha kura za maoni kwa ajili ya kuingia katika Umoja wa Afrika. Jambo hilo litawasaidia sana katika maandalizi ya kuelekea katika Umoja wa Afrika. Akawashukuru sana kwa kile kikao na kuwatakia maandalizi mema katika ratiba zinazofuata. Tunaona kikao kimeishia pale, wajumbe wakatawanyika, wakatoka kwa utaratibu, wakapiana mikono, wengine walikumbatiana kusalimiana, na kikao kimeisha, na hapo ndio tamati na mwisho wa tamthilia. Kwa hiyo tumeona maonyesho matano ambayo yote yanajikita katika muundo wa vikao mbalimbali. Vikao vikijadili kuhusiana swala la Umoja wa Afrika. Kunaonekana kuwa na migogoro ndani ya Afrika. Wakiwa wanajadili changamoto za kujikwamua kiafrika, humu ndani wenyewe wanapitia changamoto kama viongozi wa kukinzana kwa baadhi ya hoja. Je, kuna mustakabali upi katika bara la Afrika? Mwandishi anajaribu kutengeneza taswira. Wewe utafakari, je, mustakabali upo? Pamoja na changamoto ambazo tunakutana na Afrika, lakini tunaona ni ngumu kujikwamua. Hiyo ilikuwa ni simulizi fupi. Nikushukuru kwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Baki hapo hapo. Tuelekee katika uchambuzi wa mustakabali. Tuangalie maudhui ya msingi hasa yamezungumzwa hapa, lakini pia dhamira pamoja na kuangalia baadhi ya vipengele vya fa. Jina ni John Mabala. Subscribe kwa Mabala Storyteller kwa ajili ya support na kazi mbalimbali za